Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi leo ameendelea na ziara yake katika mkoa wa Ruvuma, na safari hii ni zamu ya wilaya ya Namtumbo. Akizungumza na wakazi wa Namtumbo, Dr. Nchimbi amewapongeza wakazi wa mkoa wa Ruvuma kwa kujishughulisha na shughuli za kilimo, huku akisisitiza kuongeza nguvu katika sekta ya kilimo na kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi katika eneo la mbegu na pembejeo, huku akitoa maagizo kwa Wizara ya Kilimo kupitia ASA ambao wana mashamba katika halmashauri ya wilaya ya Namtumbo kuuza mbegu kwa bei rafiki ili wananchi waweze kuzalisha kwa wingi. Lakini nasema wilaya ya Namtumbo kipekee katika uzalishaji wa mazao karibu yote ya msingi ni wa pili kimkoa katika mkoa wa Ruvuma. Na kwenye zao la tumbaku ni wa kwanza kimkoa. Mnatoa heshima kubwa kwa mkoa wenu kwa uchapakazi wenu. Endeleeni kuchapa kazi. Tunajivunia tukisema tunatoka mkoa wa Ruvuma afu tunaanza kutaja wilaya zetu kwa mbwembwe. Namtumbo, Songea, kwa sababu tunajua mnalinda heshima ya nchi yetu. Tuendelee kuchapa kazi tukijua kwamba kazi ni kipimo cha utu. Tuendelee kulihudumia na kulilisha taifa letu. Miezi miwili iliyopita nilimtembelea mke wa baba wa taifa, marehemu Julius Nyerere, mke wake Maria Nyerere. Na katika mazungumzo naye nilimwambia, hebu tuambie jambo moja unalofikiri ni la maana sana. Akaniambia, jambo muhimu kuliko lote unataka nikuambie ni heshima ya nchi kujitosheleza kwa chakula. Heshima ya nchi kujitosheleza kwa chakula. Akasema ili msiliache. Tanzania kwa zaidi ya miaka 10 mfululizo imeweza kujitosheleza kwa nini? Ameniambia hili msiliache. Na kwa kiwango kikubwa. Mikoa inayofanya nchi itosheleze kwa chakula, mkoa wa Ruvuma umo katika big 5 za nchi yetu. Uongo kweli? Ndio. Mkoa wa Ruvuma umo. Endeleeni kuilinda heshima hii, kwa sababu ndio heshima ya utu wa binadamu. Nimetembelea mamlaka ya mbegu ASA. Wamenipa taarifa ya uzalishaji mbegu. Nataka nitumie nafasi hii kuipongeza sana Wizara ya Kilimo na mamlaka hii ya ASA kwa kazi kubwa inayofanya ya kuzalisha mbegu kwa ajili ya wakulima. Wamenipa taarifa ya kiwango ambavyo wanapunguza bei. Kwa mfano, wanasema katika masoko ya kawaida bei ya mbegu ya mahindi kwa sasa inafikia shilingi 7,000 kwa kilo, lakini wao wanauza shilingi 3,500 kwa kilo. Bei ya alizeti kwenye maduka ya kawaida inauzwa shilingi 20,000 kwa kilo, mbegu ya alizeti. Wao wanauza shilingi 6,000 kwa kilo. Nasema huu ni wakala wa serikali. Serikali ya CCM lazima iakisi sera za CCM ambayo nia yake kuu ni kupunguza ugumu wa maisha kwa Mtanzania wa kawaida. Ukipunguza bei ya mbegu, maana yake unampa nafasi mkulima kulima zaidi, lakini pia kupata mazao zaidi. Hapo kwa namna ya pekee unakuwa umejali wananchi wetu, unakuwa umetekeleza sera ya CCM ya kuwafikia wananchi wa kawaida. Nitoe wito kwa Wizara ya Kilimo na wakala huu wa mbegu kwanza kutekeleza ahadi yao ya kufungua maduka maeneo mbalimbali ya mbegu zao, ikiwemo hapa Namtumbo mjini, lakini vile vile kuongeza uzalishaji wa hizo mbegu nchi nzima, ili tusiwe na changamoto ya upatikanaji wa nini? Wa mbegu. Na sisi tutaendelea kusimamia serikali kuendelea kufuatilia mambo ya msingi kama upatikanaji wa pembejeo zingine, kama mbolea zipatikane kwa wakati, zipatikane kwa bei nzuri, lakini vile vile upatikanaji wa masoko ambao umeelezwa kuwa changamoto kubwa. Katika hatua nyingine, Balozi Dr. Nchimbi amewataka Watanzania kujivunia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwani amefanya mambo makubwa katika sekta mbalimbali. Lakini ndio mambo haya yanafanya watu waendelee kujivunia kuwa na rais wa aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye akili yake inasumbuliwa na matatizo ya wananchi,
akili yake inasumbuliwa na mambo ya msingi ambayo wananchi wa Tanzania wanatakiwa kuyapata. Akili yake inateswa na mahitaji yetu. Ndio maana wakati mwingine sisi wenyewe hatusemi, wakati mwingine sisi wenyewe hatutambui, lakini wanakaa watu Marekani kule wanasema katika viongozi wa Afrika ambaye amefanya kazi kubwa katika huduma za afya, aliyepunguza vifo vya kina mama wajawazito, aliyepunguza vifo vya watoto wanaozaliwa wakiwa wamefariki na wanaofariki muda mfupi baada ya kuzaliwa, wakasema nambari 1 kwa Afrika ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Awali akiwasilisha salamu za wakazi wa Namtumbo, mbunge wa jimbo la Namtumbo Vita Kawawa ametuma salamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kufanikisha ujenzi wa miradi mbalimbali katika halmashauri ya Namtumbo, huku akisema changamoto iliyodumu kwa muda mrefu ya maji ambayo yanakabili mji wa Namtumbo, serikali tayari imekwisha kutenga zaidi ya bilioni 7 na mradi huo utaanza kabla ya mwezi Mei. Niseme machache ya shukurani kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kutekeleza ilani ya CCM kwa ufupi, lakini kumshukuru rais alipokuja hapa tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2024. Nilimweleza baadhi ya changamoto, lakini changamoto 2 ametujibia. Moja ya maji hapa katika jimbo la makao makuu hapa ya Namtumbo. Tuna shida ya maji hapa, maji yake tunayo ya bomba lakini si salama. Kwa hiyo nilimuomba atupatie mradi na ameridhia na ametupatia. Naomba niwaambie wananchi wa Namtumbo, bilioni 7 na milioni 798 tayari zipo katika hatua za kumpata mkandarasi, na tunaamini mpaka mwezi wa 5 mkandarasi atakuwa amepatikana. Tunamshukuru sana rais wetu Samia, ni mtu wa utu, ni mtu mwenye utu, kama alivyosema katika slogan yake, kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa hiyo tulimweleza shida yetu hii ya maji hapa, ameijibu haraka sana. Tunaomba tufikishie salamu zetu Mheshimiwa Katibu Mkuu. Lakini la pili, tulikuwa na mradi umekwama Kizungumkuti wa urani kule, ambao tulikuwa tunaamini kwamba mradi huo ukianza ni mali asili yake tutapata sisi pia Namtumbo, tutapata kwenye mapato, tutapata mkoa, lakini taifa pia litapata. Nilipoilieleza lile, rais alilichukua, amelisimamia na wamepata kibali, na sasa kazi inaendelea kule kwenye mradi urani Mantra Likuyu. Kwa hiyo tunaomba tufikishie sana salamu hizi. Wilaya ya Namtumbo yenye jimbo moja la uchaguzi, yenye ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 20,173, wilaya kubwa kuliko mkoa wa Mtwara wenye eneo la kilomita za mraba 17,000 na kitu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, vijiji vyote vya wilaya ya Namtumbo, Mheshimiwa Rais amepeleka fedha za miradi. Iko miradi imekamilika, iko ile inayoendelea, lakini iko miradi inatarajia kuanza. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, katika shukurani, naomba nitumie jukwaa hili kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tarehe 19 mwezi Januari 2025, baada ya mkutano mkuu wa CCM Taifa kumpendekeza na kumteua yeye kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitugusa sana wana Ruvuma alipokuteua wewe ndugu yetu Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea wake mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi utakaofanyika mwaka huu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kutoka hapa katika viwanja vya shule ya msingi Namtumbo ulipofanyika mkutano wa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, mimi ni Shehani Mzaina kutoka Zamani TV. Kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia ungana nasi kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina la Toka Zamani TV.